Karibuni katika darasa hili la kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia. Hawa walio mbele hapa ni wanadarasa, baadhi ya wanadarasa kutoka katika kanisa la Waadventista Kanaani. Kwa hiyo ninawakaribisha sana ili tuweze kusikia yale ambayo wameyapata katika somo la 9 linaloitwa upatanisho na tumaini. Kabla hatujaanza, mama, karibu kwa ajili ya ombi. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa neema yako na rehema zako. Asante Baba kwa kutulinda masaa yote tulipokuwa tumelala na umetuamsha salama siku hii ya leo. Jina lako litukuzwe. Tunakwenda kujifunza neno lako takatifu kupitia mwongozo wetu. Tunaomba malaika wako pamoja na Roho Mtakatifu akae ndani yetu atufundishe, na kila atakayesikia neno hili akiwa sehemu tofauti katika huu ulimwengu akavutwe karibu na msalaba wa Kristo. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amena. Basi ni wakati mzuri tena ambapo nafikiri tutakuwa na dakika karibu 40 za kuweza kujadili, na niwatambulishe hapa aliyetuletea ombi anaitwa Veronica Mdonondo. Yeye ni karani wa shule ya Sabato kanisa la Waadventista wa Sabato Kanaani, na aliye katikati huyu ni mwalimu wa kwaya, lakini vile ni mwimbishaji, yuko katika praise team, yuko katika darasa la Alalat, ni mwalimu wa darasa ni mwalimu vile katika darasa la Alalat, anaitwa Jonathan Mshana, na ambaye yuko kushoto kwangu hapa huyo ni mwinjilisti Jamvia, yuko katika ni darasa gani? Darasa Mlima Moria. Darasa la Mlima Moria. Jonathan ni Mlima Ararat. Na mimi mwenyekiti wenu ni Suleiman Daudi Balula, na mkurugenzi wa shule ya Sabato hapa kanisa la Kanaani. Lakini vile sitawasahau wanaotuwezesha kuonekana. Hawezi akaonekana hata kwenye nani yetu, lakini yuko nyuma ya kamera. Huyu ni Lakson ambaye anatufanyia shooting ya pamoja na Amos John. Kwa hiyo karibuni sana kwa ajili ya mjadala huu wa kujifunza Biblia. Moja kwa moja, hebu tuanze kwa kuangalia somo la lililopita. Jamani, somo lililopita, somo la 8 lilikuwa linasemaje? Nakumbuka somo lililopita lile na somo hili la 8 lilikuwa linasemaje? Ukuu wa Kristo katika yote. Sasa ili kuweza kuwaleta watazamaji wetu na wasikilizaji wetu tuweze kuona katika hili somo la 8 kulikuwa na kitu gani katika somo hili la 8. Actually katika somo hili la 8 mimi nilichokipata ni Yesu alikuwa anatambulishwa na kuoneshwa jinsi alivyo mkuu. Hebu angalia fungu la kukariri jinsi ninavyosema. Fungu la kukariri nasema, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Na mfano wa Mungu asiyeonekana, yaani mwandishi ameenda akijaribu akifafanua neno moja, kigezo kimoja katika fungu hili la kukariri. Na mfano huu umechukuliwa, hebu jiangalie, hata kama unavyojiangalia kwenye picha unajiona jinsi ulivyo mfano. Sasa kwenye picha ni tofauti, ile ni bapa unajiona, au kwenye kioo. Lakini sasa hapa hebu angalia kwenye kioo unavyojiona pale, halafu ile picha unayoona kwenye kioo iwe na uhai. Jinsi wewe unafanana na unavyofanana pale kwenye kioo, halafu pale kwenye kioo iwe na uhai. Kwa hiyo ni mfano hafifu ule wa kioo, lakini nataka kuonesha jinsi ambavyo Yesu ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Yaani maana yake ni kwamba kama angekuja Mungu hapa duniani, Mungu Baba,
ina maana angeonekana kwa mfano wa Yesu. Na Yesu kwa vile alikuja duniani anaonekana kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo anasema ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza, na yenyewe ilifafanuliwa kwenye somo hili la 8, wa viumbe vyote, kuonyesha sio uzaliwa wa kibinadamu, lakini ni ule ukuu. Kwenye Israeli walikuwa wanatumia mzaliwa wa kwanza kama ndio mkubwa. Sio lazima kuzaliwa kabisa moja kwa moja. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Uone jinsi ambavyo Yesu anavyoinuliwa kuwa mkuu, kuwa mkubwa, yaani mzaliwa, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, yaani kwa kupitia yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Kwa kweli jamani, tuna bahati sana Wakristo kupata msuluhishi au kupata anayetupenda, ambaye ni mfano wa Mungu, ambaye ni Mungu. Actually alichokuwa anaambiwa hapa, huyu ni Mungu mwenyewe, au jamani mnasemaje? Yaani ni Mungu mwenyewe. Ni bahati ya namna gani kuwa na kiongozi wa kanisa ambaye ni Mungu mwenyewe. Hebu angalieni kwenye siku ile ya Jumapili pale, tunapotazama kwenye kioo, ndiye ile ambayo nimeielezea. Lakini sehemu ya pili anasema wanadamu waliumbwa wafanane na Mungu kadiri iwezekanavyo, kimwili, kiroho, kiuhusiano na kiutendaji. Anaposema kimwili, sio katika maungo, sio katika viungo, lakini kimwili katika utendaji. Huo ndio ulikuwa utangulizi katika somo hilo. Kwa hiyo kulikuwa na mzaliwa wa kwanza, kulikuwa na kichwa cha mwili, alafu mwanzo au mwanzilishi, na Alhamisi ilikuwa kuvipatanisha vitu vyote, ambavyo kwenye somo letu la 9 napo tutakutana na hilo, ndio litakuwa linasema hivyo hivyo. Hebu kwa utangulizi huo labda nikaribishe na nyinyi jamani, inawezekana mmepata kidogo katika somo hilo la 8. Ndiyo mwenyekiti. Karibu. Katika somo hili la 8, hasa ukija siku ile ya Jumanne, anasema kichwa cha mwili. Yesu ni kichwa cha mwili. Sawa, kichwa cha kanisa. Mwili ni kanisa. Sawa kabisa. Na kichwa ndio kiongozi, ndiye anayeongoza kila jambo, na kichwa kisipokuwepo na mwili haupo. Ndio maana tunafananishwa mwili, yani viungo vingi, lakini tunaongozwa na kichwa. Sasa kanisa lisipokuwa na Yesu Kristo limekufa, halina kiongozi. Maanake kichwa hamna. Kwa kanisa hilo litakuwa limekufa, maana viungo vyote, kichwa hakuna. Fikiria ukikatwa kichwa unafanyaje? Unakuta hakuna kitu hapo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni kichwa. Tunamhitaji Yesu Kristo awe ndani ya kanisa, awe katika maisha yetu, ili yeye awe kiongozi, awe muongozi katika kila jambo. Sawa kabisa. Yaani fikiria kwamba kiongozi ndio kichwa na kichwa ndio Mungu. Yaani ni bahati iliyoje. Jamani, kuna dakika moja tena, kuna mwingine anaweza akawa hapo. Kama hakuna, basi hebu tuende katika somo letu la 9. Tuende katika somo letu la 9 ambalo linasema upatanisho na tumaini. Sasa upatanisho na tumaini utaiona kwenye siku ya Alhamisi. Vile kulikuwa na neno upatanisho, akavipatanisha vitu vyote. Sasa katika siku hii katika somo hili la 9, mwandishi anaanza kwa fungu la kukariri. Fungu la kukariri hili mimi huwa naliita ndio muamara, transaction Waingereza wanasema, ya mabadilishano, chumba cha mabadilishano. Yaani ubadilishano nini ulitokea pale? Ulitokea nini? Mwanadamu mwenye dhambi
anabadilishana na Yesu mwenye haki, mwanadamu anampa dhambi Yesu, Yesu anampa haki mwanadamu. Yaani ndio maana tumesema Yesu anatakiwa, kwa kweli ndivyo, sio anatakiwa, ndivyo alivyo, ana ukuu wote kukupa haki mwanadamu, ili achukue dhambi zako, ili uweze kuwa sawa na Mungu. Angalia hili fungu linavyosema, fungu la kukariri, anasema yeye asiyejua dhambi. Nani asiyejua dhambi? Yesu, si ndio hivyo? Alimfanya, yani nani alimfanya? Mungu alimfanya Yesu kuwa nini? Kuwa dhambi kwa ajili yetu. Ndio maana nakiita chumba cha mabadilishano, cha muamara, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Wakorinto wa pili 5 fungu la 21. Yaani inatufanyia utangulizi uone upatanisho sio wa maneno tu. Mungu anachukua hatua ya kufanya sasa kwamba hebu yule anayefanana na yeye abadilishane, yeye mwenye haki abadilishane na mdhambi, ili mdhambi yule awe, Mungu akimwangalia mdhambi anamuona mwanawe. Maana yake mwanawe ndiyo mwenye haki. Kama anataka aone mtu mwenye haki, kwa sababu Mungu anataka mwenye haki amuone mwenye haki. Sasa akitazama anamuona Yesu. Ile haki mbona iko kwa mwanadamu? Ile dhambi imeenda wapi? Kumbe ile dhambi ni sababu ya msalaba pale. Dhambi ikachukuliwa msalabani pale, ikahukumiwa pale msalabani. Ndio maana hili fungu linasema hivyo. Na Paulo anaendelea na maada ya upatanisho katika juma hili, ambayo iliangaziwa kwa uwazi sana kwenye Wakolosai 1 fungu la 20. Hebu nisome Wakolosai 1 fungu la 20. Inasema kwamba Wakolosai 1 fungu la 20 inasema hivi. Wakolosai 1 fungu la 20 inasema hivi: na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote, kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu. Naomba mlishikilie jamani hilo neno, kwa damu. Yaani damu ndio inayomtambulisha mtu, vinasaba, kwa damu. Yaani sisi anatupatanisha, anatupa vinasaba vyake kwa kupitia damu. Unaposema damu itusafishe, vinasaba vya Yesu, yaani unaonekana wewe una vinasaba na vinasaba vyake. Nilifurahia sana hili somo nilipokuwa nalisoma, alafu naisoma sayansi. Anasema vinasaba vyake ni Roho Mtakatifu aliyeko ndani ya vinasaba vya damu ya Yesu, ndio vinawekwa kwako. Hebu angalia hiyo, akatupatanisha kwa damu. Hebu angalia, anasema kwa damu ya msalaba wake, kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyoko juu ya nchi au vilivyoko mbinguni. Hebu angalia mambo hayo. Kwa hiyo utangulizi wetu unatupa tumaini kubwa. Vinasaba vya damu ambavyo ni Roho Mtakatifu yumo humo ndani, vinapewa kwa yeyote atakayekuja kwa imani. Jamani, hebu niwakaribishe dakika moja kuweza, kama kuna mtu anaweza akachangia, anaweza akanyosha mkono. Okay. Karibu Bwana Janvier. Asante sana ndugu mwenyekiti. Tunaona huu upatanisho na tumaini, jinsi damu ya Yesu ilivyokuwa na nguvu ya kutupatanisha sisi ambaye tayari tulishapotea, lakini sasa tunapatanishwa kupitia damu ya Yesu. Mmoja mmoja, sio kundi, mmoja mmoja, tunapatanishwa mmoja mmoja. Unapoamini kwamba katika kifo cha Yesu pale msalabani, utakaso unapatikana katika maisha yako, katika maisha yangu, hapo damu inafanya kazi na unakuwa mkamilifu kama Yesu Kristo. Damu yake inakufunika. Sasa uchafu wako unakuwa hauonekani tena. Ndio. Inaonekana damu ya Yesu pale.
Baba anaona utakatifu wa Yesu pale. Sawa sawa kabisa. Hicho ndicho ambacho tunakiona katika somo la juma hili. Sawa sawa kabisa. Amena. Kuna mwingine jamani? Kuna mwingine anaweza akachangia katika sehemu hiyo? Sasa nataka kama hakuna mwingine niwape muhtasari kwamba hivi lengo la somo hili ni nini. Katika sehemu ya muhtasari, kama una mwongozo ule mkubwa ukurasa 116, anasema kwamba muhtasari wake, ili tuone overview kwamba hivi lengo lake ni nini. Anasema katika waraka wake wa Wakolosai, huyo Paulo anafundisha kwamba tunapata vitu vyote katika Kristo. Hivi akisema vitu vyote, kuna kitu anachobakiza hapo jamani? Hakuna. Anasema vitu vyote, vitu vyote. Yesu ndiye muumbaji na mkombozi wetu. Mtume anafafanua wazo hili kwa kumpa Yesu vyeo vinavyoaksi kile alichotufanyia. Hivi vyeo hivi vinastahili au havistahili jamani? Tukianza kuangalia vinamstahili kabisa kabisa kabisa, na ndiyo maana tunapata tumaini. Mwandishi anasema Yesu ndiyo kichwa cha kanisa, mwanzo na mzaliwa wa kwanza katika wafu, inayosababisha awe mtangulizi katika yote. Wakolosai 1 fungu la 18. Alafu Paulo anasema pia kwamba ilipendeza ukamilifu wote ukae. Ukae. Fungu la 19 anasema, kwa maneno mengine Paulo anadai kwamba Yesu ni Mungu. Jamani, hiyo tunakubaliana hiyo? Kwa hiyo hata mtafaruku wa kusema Yesu sio Mungu au ni Mungu, wewe fikiria tu anayeweza kukupa haki. Hivi mwenye haki duniani ni nani? Si ni Mungu pekee? Kwa hiyo yaani ukiulizwa tu mwenye haki ni Mungu. Sasa Yesu, Biblia inasema anatupa haki na Yesu ndio mwenye haki. Na nikakumbuka kuna sehemu fulani nilikuwa naambiwa na rafiki yangu mmoja wa Kiislamu, anasema kwamba hata kwenye Qur'ani inaonekana Yesu anatajwa kuwa mwenye haki. Nabii Isa anatajwa kuwa mwenye haki. Sasa mwenye haki si ni Mungu jamani? Kwa hiyo kwa ufupi, Paulo anatuambia kwamba Yesu anafanya kile anachofanya kwa sababu yeye yuko kama Mungu kamili, anaweza kuumba na kukomboa. Paulo anadokeza kwamba Mungu alipendezwa na mambo mawili. Alipendezwa na mambo mawili. La kwanza, kwamba katika Yesu utimilifu wote, kwa sababu anayekuja kutukomboa lazima utimilifu wote ukae. Utimilifu wake wote ukae. La pili, kwamba kwa njia ya Yesu vitu vyote vipatanishwe. Anasema vitu vyote vya mbinguni na duniani. Kwa hiyo naye mawazo haya mawili yanaonyesha kwamba hadhi ya Yesu ya kimungu na kazi yake ya upatanisho havitenganishwi. Somo la juma hili linaangazia mada kuu 3. Ya kwanza, Mungu anachukua hatua ya kwanza katika kutupatanisha naye, na yeye mwenyewe ndio mhusika. La pili, katika kazi yetu kwa ajili ya Kristo ni lazima tukumbuke kwamba sisi ni mawakala wake tu katika mpango mkubwa zaidi wa kiungu. Lakini la tatu, uweza wa Injili unatufanya tuwe tayari kwa ajili ya wokovu katika Kristo. Na kuna sehemu fulani Warumi anaongelea uweza wa Injili. Kwa hiyo hayo ndio mambo ya utangulizi katika somo letu hili la 9 ambalo tunajifunza. Ni somo jamani zuri kweli kweli. Ni somo zuri kweli kweli. Kuna mtu anala kusema hapo kabla hatujaingia siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili ambayo inasema mmepatanishwa kutoka katika matendo mabaya. Kuna mtu ambaye anala kusema katika hayo ambayo tumeongea hayo. Hakuna. Kama hakuna, basi tuende katika siku ya Jumapili, naye mkaribishe Bwana Mwinjilisti Jamvia atupitishe siku ya Jumapili, alafu tutachangia hapo tuone nini cha kuchangia. Karibu. Asante sana.
Siku ya Jumapili katika somo letu hili la 9 linasema upatanisho na tumaini, linasema mmepatanishwa kutoka katika matendo mabaya. Wakati mwanadamu Adamu alipoanguka pale katika bustani ya Edeni, aliacha uhusiano na Mungu. Uhusiano na Mungu ukatoweka. Kwa kutokutii, uhusiano na Mungu ukatoweka. Hapo ndipo sasa Mungu akawa anamtafuta Adamu. Akawa anamtafuta. Sio mwanadamu ndiye aliyemtafuta Mungu, ila Mungu ndiye aliyemtafuta Adamu. Adamu alipoanguka katika bustani ya Edeni, akatumia akili zake mwenyewe kutengeneza, akajiona kwamba wako uchi, akatengeneza majani, nguo za majani, lakini nguo hizo za majani zenyewe aliposikia Mungu anakuja, akawa anaona kwamba bado yuko uchi. Kumbe ukitegemea akili zako mwenyewe inawezekana ukaona kwamba una njia iliyo sahihi, lakini kumbe inaenda kwenye mauti. Mungu akamtafuta Adamu, uko wapi? Uko wapi? Na leo hii Mungu bado anaendelea kumtafuta mmoja mmoja. Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Yona uko wapi? Mzee Barula uko wapi? Sawa kabisa. Mzee Mshana uko wapi? Na wengineo, kila mmoja. Kitu ambacho sisi tunachohitajika, kwa nini Mungu anamtafuta mwanadamu? Kwa sababu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake, kwa sura yake, na alipoanguka akaona kwamba lazima na yeye aingie katika jitihada za kumtafuta Adamu. Na tunaona kwamba katika kumtafuta kwa Adamu sasa anaanza kutoa sababu za hapa na pale. Kumbe unapotafutwa na Mungu, kubali, itika, kubali tu, kubali upatanisho wake, kubali kile ambacho Mungu atakuambia ili ufanye na hatimaye mahusiano yaweze kurudi. Amena. Lakini tunaona Adamu alikuwa akileta mzunguko, si huyo. Ilikuwa tu aende direct kwamba mimi nimekukosea Mungu, naomba unisamehe. Mambo yangeisha. Na ndivyo inavyotakiwa hata leo hii. Na kitu kingine ambacho tutajifunza hapa, tulichojifunza hapa, Mungu anakuwa ndani yetu. Leo kipindi cha Adamu Mungu alimtafuta, lakini leo Mungu anakuwa ndani yetu. Ndio maana hata katika Mwanzo hapa anasema kuna siri hapa chini, siku ile ya Sabato mchana anasema kuna siri. Siri hiyo ni Yesu kukaa ndani yako. Amena. Anapokaa ndani yako, yeye ndiyo kichwa, kwa hiyo wewe unakuwa kiumbe kipya. Sasa sio wewe tena. Paulo anasema maisha yangu sio mimi tena, ila maisha yangu mimi sio mimi ninayeishi, ila aliyeko ndani yangu Yesu ndiye anayeishi. Kwa hiyo tunapopatanishwa na Yesu Kristo, tunapatanishwa kwa kukaa ndani yetu na sisi ndani yake. Hapo ndipo tunapata upatanisho, na upatanisho huu tunaupata pale kwenye msalaba. Amena. Kwa damu yake. Hiyo ndio siri kuu. Yaani umelifumua kweli kweli. Yaani Mungu akubariki sana. Jamani, kuna la kuongezea hapo? Hebu karibu. Pamoja na hayo ambayo mtumishi ameyasema, tunaona katika hii siku ya Jumapili jinsi ambavyo ambao somo linasema kwamba mmepatanishwa kutoka katika matendo mabaya. Hapo kabla hatujamjua Mungu, tulikuwa watu wenye matendo yasiyofaa mbele za Mungu. Tulikuwa tumetanga mbali na upendo wa Mungu, hatukufaa kabisa. Lakini siku ya Jumapili mwandishi anasema kwamba kwa kifo cha Yesu Kristo tunapata upatanisho. Na kuna fungu ambalo nimejifunza nikiwa nyumbani kutoka kitabu cha Wakolosai 1 fungu la 21 na fungu la 22, nitalisoma. Anasema, na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa tena adui katika nia zenu, kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa. 22, katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama. Tunaona jinsi ambavyo kwa kifo cha Yesu Kristo tunapatanishwa na Mungu Baba, kwa sababu tukishamkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, tunapatanishwa na dhambi zetu zinafutwa kana kwamba hatukuwahi kutenda dhambi kabisa.
tunaona jinsi ambavyo damu ya Yesu Kristo ni ya thamani kiasi gani. Thamani yake ni kuu sana. Ndugu mtazamaji pamoja na msikilizaji, tunatakiwa kumkubali Yesu Kristo kwa kila siku inavyoitwa leo. Amen. Kila ninapoamka asubuhi, kila unapoamka asubuhi ni Mungu anakuwa ametupatia neema ya kumkubali tena, ya kuanza siku nyingine tena, na masaa haya ambayo tumetupatia Mungu ni kuwa karibu na yeye, kwa sababu kifo chake kinatosha kutukomboa katika maisha yetu daima. Amen. Asante mwenyekiti. Asante sana. Mwalimu Mshana, hivi kweli hivi kupatanishwa huku ni mpaka damu? Unaweza ukawa na chochote cha kusema? Asante mwenyekiti. Katika kupatanishwa ni lazima damu ihusike, maana kama mtangulizi mwenyekiti ulivyoanza kutanguliza, ulisema kupitia damu ya Yesu ndipo tunapewa vinasaba, tunapitishiwa vinasaba, uwezo ambao sisi hatuna. Kwa tunaingiziwa uwezo ambao kwa kweli, kwa hakika hauko wapi? Hauko ndani yetu. Na kuna sehemu fulani anasema damu ni uhai. Naam. Kwa hiyo tunaingiziwa uhai. Asante mwenyekiti. Unaona? Na mtunzi wa lesoni siku ya Jumapili ana swali anauliza pale chini la kichokozi siku ya Jumapili. Anasema unapojitazama tabia yako na hali yako ya ndani kabisa, unachokiona kinakuambia nini kuhusu hitaji lako la msalaba? Kwa kweli ni swali la kichokozi la kumfanya mwenye kutafakari aone umuhimu wa kuwa na Yesu Kristo. Amen. Kinyume cha hapo huwezi kujiokoa. Basi endelea na sehemu ya Jumatatu. Asante sana. Naam, tunapoendelea, mtunzi wetu amejaribu kupangilia series ya masomo haya katika namna fulani ya pekee sana. Siku ya Jumapili anaposema mmepatanishwa kutoka katika matendo mabaya, sasa anamtazama mtu ambaye ameshampokea nani? Ameshampokea huyo Yesu ambaye ni mpatanishi. Na sasa tunaambiwa mkidumu katika ile imani, mkidumu katika ile imani, kwa kuwa tumepatanishwa tena kwa damu ya thamani kubwa. Sasa kazi yetu sisi ni kudumu katika kumtegemea nani? Kumtegemea huyo Yesu Kristo ambaye ndiye mpatanishi, ndiye chanzo cha ushindi, ndiye chanzo cha ufanisi wote wa ukombozi wetu. Sawa kabisa. Naam. Hata anauliza pale chini, uzoefu wako umekuwa nini kuhusu umuhimu wa kuendelea kutendea kazi imani? Nampenda mtunzi, ana maswali fulani anauliza ya kutujenga na kutusaidia. Umekuwa na uzoefu gani? Yaani, kwa nini daima unapaswa kufanya uchaguzi wa makusudi wa kufanya hivyo? Nini kitatokea usipofanya hivyo? Ukweli ni kwamba usipofanya hivyo katika kudumu katika imani ambayo umeipata kutokana na upatanisho wa damu ya Yesu Kristo, ile hali ya kuendelea kukaa katika ushindi wa kiimani utakosekana. Inakufa. Asante. Kama kuna mwingine jamani anaweza kaongezea hapo. Karibu, chukua maiki tu hiyo. Katika siku hii ya Jumatatu, ndugu mwenyekiti, kuhusu mkidumu katika ile imani. Ndio. Tunatakiwa tudumu katika imani. Tunapoipokea Yesu, anapokaa ndani yetu, anatuumba upya. Ya kale yanaisha, tunakuwa watu wapya. Na tunapokuwa watu wapya tunadumu katika imani. Kudumu katika imani ni kuenenda sawasawa na neno la Mungu kadri ulivyolipokea. Sawa kabisa. Wakati fulani unaanza imani vizuri, lakini sasa baada ya muda fulani unakuta unaenda tofauti, unarudi duniani tena, unarudi tena kwenye ule ubaya ambao tayari Yesu alishaufia pale msalabani. Kwa hiyo kudumu katika imani ni kule kuishi sawasawa na lile neno ambalo umelipokea pale mara ya kwanza. Sawa. Asante sana. Wengine kudumu katika imani wanakataa. Amechukuliwa kudumu katika imani, hili neno kudumu amelielezea hapo. Amelielezea kama jinsi kwa mfano Roda alivyokuwa akidumu kugonga mlango. Wakati Petro ameachiwa huko, yani wenyewe wanajua kabisa Petro huyu anaweza kuja, akadumu kugonga, anagonga, lakini Roda anasema kwamba bwana ni yeye.
ila akagonga. Kwa hiyo alikuwa analifananisha hivyo. Sasa wengine wanalikataa na kudumu katika imani, wanaona imani wawe nayo, ila kudumu katika imani ni kufanya utii. Kwa Kiingereza wanaita sanctification, kwa sababu kuna justification, kuhesabiwa haki, ndio ambako tulikuwa tunakuangalia sehemu fulani huko nyuma. Lakini hapo unapodumu katika imani unatengenezwa, unaambiwa hiki acha, hiki fanya hivi, nenda hivi, fanya hivi. Sasa ukikataa, ina maana basi, kwa sababu kudumu, kwani imani ni nani? Si ni Yesu? Ni Yesu. Kwa hiyo kudumu katika Yesu, na kudumu katika Yesu lazima ukubali kutengenezwa. Tii Bwana, fuata amri, fanya hivi. Sasa unapokataa, ina maana huwezi tena, unajikata. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa nafikiria kitu kama hiyo, ni kufanya mahusiano pale chini. Kuhusiana na wazo hili, ni neno la Kiyunani linalotafasiriwa imani likirejelea jengo lisiloweza kuondoshwa, ndio kudumu, yaani usimame, uwe usitikisike. Kuna mtu jamani anaweza akaongezea katika hiyo sehemu? Mkidumu katika imani, tunapaswa kudumu katika imani, lakini katika kudumu katika imani tunapaswa kutenda kazi ya Kristo. Tunapodumu katika imani, hatukai tu tumekaa kanisani, tunakuja tunasali, alafu tunaondoka. Katika imani kuna kutenda kazi ya Kristo. Na katika kutenda kazi ya Kristo, Mungu ametupatia karama mbalimbali. Tunaweza kuwapelekea watu injili kwa njia tofauti tofauti. Sawa kabisa. Tutasoma fungu moja katika kitabu cha Korinto wa kwanza, sura ya 15 na ile fungu la 58. Ndio. Anasema, basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kuwa taabu yenu siyo bure katika Bwana. Ndio. Tunapaswa kutenda kazi ya Bwana siku zote, sio siku moja, sio juma moja, sio mwaka mmoja, ni siku zote za maisha yetu. Kama tutakuwa hai mpaka Kristo atakaporejea, sawa. Kama tutalala katika Kristo, basi tutende kazi ya Bwana mpaka tutakapolala katika mavumbi. Amen. Hapo tukingoja Kristo ajapo mara ya ngapi? Mara ya pili, apate kutufufua tukapate uzima wa milele. Asante. Karibu sasa mtu wa siku ya Jumanne, mpango wa Mungu wa milele. Asante ndugu mwenyekiti. Katika siku ile ya Jumanne anasema mpango wa Mungu wa milele. Mpango wa Mungu wa wokovu ni wa milele, ni wa milele zote. Na mpango wa Mungu wa wokovu tangu alipouanza, shetani alijitahidi kufanya ili usiendelee, lakini alishindwa. Na ndio maana hapa tunaona katika mpango wake Paulo anaelezea kwa neno la Mungu linapokaa ndani yake, hata akiwa kwenye gereza bado analitoa neno la Mungu kwa wengine. Anatoa neno la Mungu kwa Wafilipi, kwa Waefeso, kwa Filemoni, hata akiwa kwenye gereza lile la Kirumi. Linaonyesha kabisa kwamba neno la Mungu kumbe halifungwi. Neno la Mungu likijaa ndani yako, mara nyingi tumelifungia neno la Mungu ndani ya mioyo yetu. Tunafahamu mengi lakini tunashindwa kuwaeleza wengine. Ndio maana utume wetu ni wa milele. Neno la Mungu haliwezi kufungwa. Kwa hiyo mpango huu wa Mungu wa wokovu, kitu ambacho nimekipata hapa ndugu mwenyekiti, ni kwamba katika maisha yetu katika maisha yetu kile ambacho tunakifahamu basi tuweze kuwaambukiza na wengine, kuwaelekeza wengine, na hatimaye nao pia waweze kuwashirika warithi sawasawa na ile ahadi ambayo Mungu wetu ametuahidia kupitia mwanaye Yesu Kristo kutupatanisha pale msalabani. Amina. Jamani, kuna mtu anaongezea hapo kwenye mpango wa Mungu wa milele? Tunaona mwandishi anasema kwamba Paulo anafurahia mateso anayopitia kwa sababu ya injili ya Kristo. Ingawa alikuwa amefungwa kifungo cha nyumbani huko Rumi, alipata mateso zaidi kwa kutokuwa huru kufanya kazi ya Mungu. Hata hivyo, mwandishi anasema hivi, Paulo alipokuwa amefungwa kifungo cha nje huko Rumi, hakuwa huru sana kuifanya kazi ya Mungu. Lakini pamoja na hayo, Paulo alifurahia kupitia hayo mateso kwa sababu ya injili ya Kristo pekee. Wakati mwingine tunaweza kuwa tunapitia mateso lakini sio mateso ya Kristo. Labda tumekwenda kinyume na Mungu,
halafu ikakupelekea au ikanipelekea kupitia mateso. Lakini hii ni tofauti kwa Paulo. Paulo yeye alipitia maumivu kwa sababu ya injili ya Kristo. Hivyo katika maisha yetu tujiulize, kama mtu anapitia katika changamoto yoyote, ajiulize kwamba je, hii changamoto au mateso ambayo anayapitia ni kwa sababu ya Kristo au ni kwa sababu labda ya uzembe ambao nimeufanya mimi mwenyewe, hivyo imenipelekea katika maumivu haya. Nitasoma fungu moja katika kitabu cha Wakolosai 1 fungu la 24 na fungu la 25, mafungu mawili. Wakolosai 1 anasema fungu la 24 na 25 anasema sasa nayafurahia mateso niliyo nayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa lake, ambalo nimefanywa mhudumu wake sawasawa na urithi wa Mungu niliopewa kwa faida yenu, nilitimize neno la Mungu. Paulo alipewa neno la Mungu apate kulitimiza kwa wakati wake. Na sisi pia tumepewa neno la Mungu tulitimize kwa wakati ambao tunaishi sasa. Kila mmoja amepewa kwa nafasi ya kwake peke yake. Asante. Amena. Tuingie sehemu ya Jumatano, siri ya Mungu yafunuliwa. Siku ya Jumatano, siri ya Mungu yafunuliwa. Kwa kweli katika sehemu ya Jumatano tunajifunza kitu kikubwa sana. Habari ya wokovu wetu ilikuwa ni siri ambayo iliwekwa kabla ya misingi ya ulimwengu kufanya nini? Ya ulimwengu kuwekwa. Na ukisoma eneo hili unagundua kwamba hata manabii zamani, malaika na wengine wametamani sana kugundua jambo hili namna litakavyokuwa, lakini hatimaye katika maisha ya Kristo alipozaliwa katika ulimwengu huu na namna alivyoishi na hitimisho lake, namna alivyotukomboa pale msalabani Calvary, hatimaye siri ile kubwa imefanya nini? Ikawa imefunuliwa na kuwekwa wazi. Mtunzi katika sehemu hii anajaribu kuonyesha tu kwamba katika siri hii iliyofunuliwa na ambayo imeendelea kuhubiriwa na mitume na katika sehemu mbalimbali na watumishi wa Mungu, kweli ni kwamba hatimaye tunakwenda kuunganishwa dunia na mbingu, tuweze kurejea katika umoja ule uliokuwa tangu awali kabla ya dhambi kuwa imeingia katika ulimwengu wetu. Amen. Asante. Sasa hebu fikiria jamani, yani tulioko hapa. Hii siri, ukipewa siri, si unajiona wa maana sana? Kwa sababu siri maana yake wengine hawaijui. Sasa sisi Wakristo tunaosoma Biblia tunapewa siri hii, inafunuliwa, maana yake tumeijua. Ina maana sio watu wote wanaojua. Na siri hii, cha kwanza tumeanza kule yule siku ya utangulizi pale, na hapa mwinjilisti Jambia alituambia siri hii ni sisi kuwepo ndani ya Kristo. Na kuwepo ndani ya Kristo tunaenda kwa njia ya mabadilishano pale msalabani, damu yake tunapata uhai wake. Halafu siri hii akaonyesha Paulo kwenye Waefeso 3 fungu la 3 mpaka la 6 pale, mataifa nao wakimwamini Yesu, yaani ambao walikuwa mbali kabisa na Mungu, walikuwa hawapatani na Mungu, na wenyewe kwa njia ya imani ya kumwamini Yesu, nao mataifa wanapata nafasi ya kuwa ndani ya nani? Ndani ya Kristo, ambalo zamani ilikuwa ni kitu ambacho haiji hata akilini. Kama ni mtu wa mpagani kula au nini, hiyo hakuna, haiwezekani kabisa. Sasa hii wanakuja kushangaa, hata wale wanafunzi wa Yesu na wenyewe wanashangaa kwamba jamani, yani na wapagani sasa na wenyewe nao. Mnakumbuka wakati ule wa Kornelio yule alipokuwa Paulo anaenda kuhubiri pale, anasema nimeambiwa nisiwaite watu wa Mungu najisi. Siri hiyo ambayo ni ya ajabu, sisi kuwa ndani ya Yesu Kristo. Jamani, kuna mtu anaweza akaongezea hapo? Karibu. Asante, niongezee kidogo ndugu mwenyekiti kuhusu siri hii. Kuna siri nyingi, zipo siri nyingi. Paulo anafunua siri nyingi sana, lakini siri ambayo
kwenye somo hili ni damu ya Yesu kutupatanisha kupata ukombozi. Amina. Katika kitabu kile cha Efeso 11 mstari wa 7 hadi 10. Hiyo si damu ya mwingine impatanishe mwingine. Hiyo ndio afe mwingine wewe upate kuishi. Hiyo ndio siri. Siri niliwahi kuongea na rafiki yangu mmoja akasema hiyo haiwezekani. Yaani ufanye kosa wewe nife mimi. Hiyo haiwezekani. Aligoma kabisa. Aligoma. Nikamwambia huwezi kujua kwa sababu ni siri mpaka ufunuliwe na Mungu. Lakini pia kuna asili nyingine mataifa kuwa warithi wa damu ya Yesu. Sasa hakuna tena tofauti. Hakuna Muyunani wala Myahudi, hakuna ukabila, wote tunaunganishwa tunakuwa mwili mmoja kupitia damu ya Yesu Kristo. Amina. Ya, asante sana. Basi tuende tena nafikiri mwinjilisti hapo ukisalia twende sehemu ya Alhamisi inayosema uweza wa Injili. Asante sana ndugu mwenyekiti, katika sehemu hii ya Alhamisi uweza wa Injili. Injili ina uwezo. Injili ni nini? Injili ni Yesu mwenyewe. Injili ni Yesu mwenyewe. Kufa pale msalabani, kwenye msalaba pale ndio tunapata sisi upatanisho. Ndio tunapatanishwa sisi na Mungu. Baada ya kuanguka katika dhambi. Kwa hiyo Injili ina uweza. Yesu anapokaa ndani yetu, nasi tunapokaa ndani yake, tunatakiwa kukua. Tunakuwa. Yaani unapanuka kwanza kimaarifa ya neno la Mungu, lakini pia unakuwa na nguvu ya kupeleka Injili kwa wengine, kuwafunulia siri wengine kama vile Paulo. Hicho ndicho ambacho kinapatikana, ndio uweza wa Injili. Unakuwa kiroho, hurudi nyuma tena. Yaani yale ya kale, Paulo anasema ninaye anayeishi tena kwangu ni Yesu, sio mimi tena. Kwa hiyo kama Yesu anaishi ndani yako, ni Yesu ndiye anayeongoza maisha yako. Sawa kabisa. Yesu ndiye anayeongoza maisha yako. Asante sana. Kuna mwingine jamani anaweza kutuambia hapo kwenye uweza wa Injili? Katika sehemu ya uweza wa Injili tunaona pia mwandishi anazungumzia jinsi ambavyo tunapaswa kuwa na utambuzi wa neno la Mungu. Tukiwa na utambuzi wa neno la Mungu itatusaidia kuwajua pia walimu wa uongo. Kuna walimu wengi sana wameibuka katika ulimwengu wetu wa leo. Sawa. Wakifundisha neno la Mungu lakini ni kinyume kabisa na ambavyo natakuwa lifundishwe. Hivyo inapelekea watu wengi sana kukusanywa kana kwamba ni kama makundi. Na wanapokusanya namna ile wanatendewa vitu ambavyo havifai katika mambo ya kiroho, yani haiendani kabisa. Kwa hivyo tunapojikita kuifahamu Injili ya uweza wa Injili na hasa kujikita katika neno la Mungu kujifunza, tunaelewa hasa walimu wa uongo ni wapi. Na anayefundisha kweli ya Mungu pia ni yupi, utamuelewa. Au pia nitamuelewa. Nikijikita katika kujifunza maandiko matakatifu itanisaidia kwa sababu Mungu Roho Mtakatifu atakaa ndani mwangu, atanifundisha, atanielekeza, nitatambua. Lakini kama nitakuwa sina muda kujifunza neno la Mungu, sitaweza kuelewa pia walimu wa uongo. Amina. Asante sana. Sasa kabla ya kuendelea katika somo la roho ya unabii, au kuna mwingine ana kitu? Okay, kabla ya kwenda pale, hebu katika uweza wa Injili, ili fungu tunalisoma kwa mara. Paulo anasema ile Warumi 1:16, kwa maana siionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao nini jamani? Wokovu kwa kila aaminie, yoyote, awe Muislamu, awe Mhindu, awe mpagani. Atakapomwamini Yesu Kristo, ndani yake kutaingia uweza unaoleta wokovu kwa ajili yake. Hakuna upendeleo. Kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Basi jamani, tunapoelekea sasa mwisho wa kipindi chetu hiki, hebu tuangalie masomo ya roho ya unabii yanasemaje, jifunze zaidi katika siku ile ya Ijumaa. Katika hili somo ambalo tumeliona lilikuwa linasemaje? Upatanisho na nini? Na tumaini eti? Si ndio? Linasema hivi. Anasema hakuna haki yetu sisi wenyewe. Kweli si kweli? Kweli. Tunayoweza kutumia kukidhi madai ya sheria ya Mungu. Yaani hakuna anayeweza kukidhi madai ya sheria ya Mungu duniani. Hayupo. Mwanadamu hayupo.
lakini Kristo amefanya njia ya kuokoka kwa ajili yetu. Ikiwa utajitoa kwake na kumkubali kama mwokozi wako, basi hata kama maisha yako yamekuwa ya dhambi kiasi gani, kwa ajili yake umehesabiwa haki. Kwa hiyo tabia ya Kristo inasimama badala ya tabia yako. Angalia sasa hivi, tabia yako mbaya inakuja, tabia ya Kristo inasimama badala yake. Na unapokelewa mbele za Mungu kana kwamba hujawahi kutenda dhambi. Zaidi ya haya, Kristo anabadilisha moyo, yaani utakaso, sanctification. Huko mwanzoni umeanza na justification, yaani kuhesabiwa haki. Kwa hiyo anakaa moyoni mwako kwa imani. Unapaswa kudumisha uhusiano huu na Kristo kwa imani na kusalimisha daima mapenzi yako kwake. Na mradi utafanya hivi, utatenda kazi ndani yako, atatenda kazi ndani yako, yaani Yesu, kutaka kwako na kutenda kwako kwa kutimiza kusudi lake jema. Na anaenda anasema kwamba kwa hiyo hatuna chochote ndani yetu cha kujivunia, hatuna sababu ya kujiinua. Sababu yetu pekee ya tumaini ni katika haki ya Kristo tunayopewa na katika kile kinacholetwa na Roho wake. Anatenda kazi ndani yetu na kupitia kwetu. Anasema Mama Ellen White, huyu nabii wa Mungu huyu, anatoa maneno yake katika kitabu cha Injili Evangelism ukurasa 363. Anasema nuru niliyopewa imekuwa yenye nguvu sana kiasi kwamba wengi wangetoka kwetu wakitilia maanani roho zipotoshazo, kama pale dada Vero alichosema pale. Na mafundisho ya mashetani yatakuwa ni mengi kweli katika wakati sasa hivi. Mnaona hata vurugu huko katika dunia huko. Mafundisho ya kila aina ya mashetani yanapita huko, hayako kwenye, na yanateka watu wengi. Yaani mtu ukitaka kutajirika sasa hivi anzisha kanisa tu, tayari utajiri una nani? Kwa sababu udanganyifu umekuwa mwingi, wanaodanganywa nao wamekubali. Sasa utafanyaje sasa? Mama White anasema hivi, lakini anasema Bwana anayo shauku kwamba kila nafsi inayodai kuamini ukweli iwe na ujuzi wa kiakili na kile kilicho kweli. Jamani, hiyo ndio jifunze zaidi. Kabla ya kupata hitimisho la mwisho, nipate mtu anayeweza kusema neno, labda kama kuna kitu alikisahau aweze kusema, alafu tupate hitimisho, alafu tuweze kufunga. Nani? Karibu. Asante ndugu mwenyekiti. Katika somo hili la 9 ndio linalosema upatanisho na tumaini, ndio tunapata tumaini. Mwanadamu sasa anatumaini kwa sababu tayari Yesu Kristo amefanya kitu pale msalabani. Ndio sisi wewe na mimi ni kiasi tu cha kuamini. Tunapoamini tayari tunapatanishwa na Mungu kwa damu yake Yesu Kristo. Peke yetu hatutaweza. Yesu alisema bila mimi nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Na ndio maana Yesu alikuja. Mungu akaona lazima nimtoe mwanangu, akaacha enzi, akaja kwa ajili ya kumtafuta mwanadamu. Akaacha magalati huko, akaja kutafuta mwanadamu. Hata angekuwa mmoja tu katika dunia hii, Yesu angekuja kufa kwa ajili yake. Amen. Ni upendo wa namna gani? Kwa nini tusimpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wetu katika maisha haya, ili hatimaye tuweze kupatanishwa naye, na siku moja Yesu atakaporudi, basi atukute tumejiandaa kwa ajili ya ujio wako mara ya pili na kuishi milele. Asante sana. Jamani, tumefikia mwisho wa kipindi chetu hiki cha kujifunza mwongozo wa Biblia. Tutakutana tena, inawezekana majuma hayo yanayokuja. Tujitayarishe vizuri ili tuweze kulitukuza jina la Bwana. Amina. Sasa shuta mmoja aje atupe ombi, angalau na yeye aonekane huku katika kikundi hiki, ili jina la Bwana litukuzwe. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, Mungu wa mbinguni, asante kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha mjadala wa lesoni
Asante kwa yote watumishi wako ambayo Mungu ameyafunua. Mpendwa ambaye amesikia sauti yako na amesikiliza sauti yako, ninaamini atakuwa amejifunza mambo mengi kupitia somo hili la upatanisho. Asante Mungu wetu kwa ulinzi wako. Asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Tunaomba uendelee kuwabariki wasikilizaji na watazamaji ambao wanasikiliza na kutazama somo hili kupitia watumishi wako, na sauti yako ikiwa ikinena, jina lako litukuzwe. Tunapohitimisha kipindi hiki, tunaomba neema yako na baraka zako zikaambatane pamoja na sisi sote sasa, pamoja nawe uwe nasi milele daima, Mungu wetu. Tumeomba haya yote Baba, tukiamini ya kuwa utaendelea kuwa pamoja nasi na utazidi kutukirimia uhai katika maisha yetu. Neema yako yatosha na upendo wako watosha na ushirika wako wa Roho Mtakatifu, Mungu wetu, ukawe pamoja nasi sasa na hata milele, kwani nimeomba kwa imani ni kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Amen.